Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaenda vizuri kwa sasa, huku mchakato wa kocha mpya ukiendelea kuweza kufanyiwa kazi, na wapo katika majadiliano ya mwisho kabisa kocha mpya kuweza kutua kwenye kikosi hicho. Sasa wakati hayo yakiendelea, ukumbuke kwamba ratiba na yenyewe imefika, ni ratiba ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika mkondo wa pili, ambapo itakuwa ni raundi ya pili ambapo klabu ya soka ya Yanga wenyewe watakuwa katika uwanja wao wa nyumbani. Nazungumzia dimba la Benjamin William Mkapa Stadium, ambapo unafahamu ya kwamba kwa sasa ndio watakuwa wakiutumia kama uwanja wao wa nyumbani katika michezo hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Yanga ina kibarua na ni kizito kweli kweli, kwa sababu timu ambao wanakwenda kukutana nao ni timu ambayo inaonekana kuwa na muunganiko mzuri na namna ambavyo wanajua kuweza kujilinda, wako makini kweli kweli, ambapo pia unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Yanga wenyewe walifungwa bao 1-0 kule Malawi na klabu hii ya Silver Strike. Kwa hiyo kinachokwenda kutokea hapa ni Young Africans kuhakikisha kwamba wanakwenda kusawazisha huo mlima pasipo na kuruhusu na wao mabao, kwa sababu unafahamu ya kwamba kuna magoli ya ugenini katika mashindano haya. Kwa hiyo lazima kujilinda kuwe ni kukubwa zaidi. Kwa hiyo kinachokwenda kutokea ni kwamba klabu ya soka ya Yanga watatakiwa kuweza kufanya mapinduzi kweli kweli. Sasa kocha ambaye anasimamia kikosi cha Yanga ambaye ni Patrick Mabedi, ambaye kwa sasa ndio anasimama kama kocha mkuu kwenye kikosi hicho kwa muda mpaka pale atakapopatikana kocha mpya, ndio atakwenda kukiongoza kikosi hicho katika mchezo huu mkubwa kabisa, ambapo tayari ameweza kukitoa orodha ya wachezaji ambao watakaoanza katika kikosi cha kwanza. Na mimi nikaona sio vyema nikusogezea hapa uweze kujua ni nani na nani ambaye wamepata nafasi ya kuanza katika kikosi hicho. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine, unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Yanga wanaingia dimbani kwenda kuzisaka goli 2, zikizidi basi ni kudra za Mungu, lakini wenyewe wanataka tu goli 2 ambazo zitawafanikisha kwenda kutinga katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo klabu ya soka ya Young Africans kazi kubwa ni kuhakikisha kwamba wanakwenda kusawazisha mlima huo, ambapo golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, akiendeleza ubora wake, na unafahamu kazi kubwa kabisa ambayo anaifanya, moja kati ya muhimili mkubwa kabisa kwenye kikosi hicho, na unafahamu namna ambavyo anajua kuweza kuichezesha timu, namna ambavyo anajua kupunguza mashambulizi, namna ambavyo anajua kujiposition, namna ambavyo anajua kulilinda goli lake. Kwa hiyo kazi kubwa leo hii itakuwa ni kuhakikisha kwamba anawazuia Silver Strike wasiweze kupata goli katika mchezo huo. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama Israel Patrick Mwendo. Nafahamu shughuli yake, amekuwa na mwenendo mzuri kwenye kikosi cha Yanga na uwezo pia mzuri kabisa wa kupandisha mashambulizi na kurudi kukaa katika nafasi yake. Ana uwezo pia wa kupanda zaidi na kuweza kutengeneza nafasi za mabao, na wakati mwingine amekuwa akiweza kufunga. Kwa hiyo unaweza kushuhudia kazi kubwa ambayo
anaifanya Israel Patrick Mwenda katika eneo lake la beki namba 2. Lakini katika upande wa beki namba 3 anasimama si mwingine bali ni Issa Shadrack Kiboka. Unafahamu bora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha Yanga. Kazi yake unafahamu ni mwendo kweli kweli, anatembea akiwa na mpira, na kazi kubwa ni kuweza kupandisha mashambulizi, na upande ambao anacheza Shadrack Kiboka ndio mara nyingi Young Africans wanaotumia kwenye kutengenezea mabao. Kwa hiyo lazima shughuli iwe ni kubwa kweli kweli. Anajua kuweza kumwaga zile pasi crossi hatari ambazo mara nyingi huwa zinakwenda kuwa chonganishi, pengine wakati mwingine kutengeneza madhara katika lango la mpinzani. Kwa hiyo kazi kubwa utakwenda kuishuhudia na kuifanya si mwingine Issa Shadrack Kiboka. Huku nazungumzia beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwendo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Anajua namna kujiposition, namna kupiga tackling zake, namna kukaba kwa kutumia akili na si nguvu. Kazi kubwa ambayo anaifanya katika eneo la kati kumlinda Djigui Diarra, akiendeleza mwendelezo wa kile ambacho yuko nacho. Kwa hiyo atasimama katika eneo hilo la beki namba 4 akitengeneza pacha nzuri kabisa na captain. Hapa nazungumzia Dickson Job ambaye atasimama kama beki namba 5, na unafahamu pia kazi yake, moja kati ya mabeki wenye kutumia akili sana na uwezo pia wa kupiga pasi mpenyezo katikati ya viungo kuelekea kwa wafungaji, na namna ambavyo anajua kutuliza mashambulizi, namna ambavyo anajua kujiposition wakati wa kukaba na anapopata mali. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo itakayotokea katika eneo la ulinzi la kikosi cha Yanga kikiongozwa na Dickson Job. Huku eneo la viungo namba 6 atasimama si mwingine bali ni Azizi Andambwile. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mambo yamebadilika. Wakati usajili tulikuwa tukizungumza ni Musa Bala Conte, lakini tunakuja kwenye uhalisia sasa, jina linalotamkwa zaidi ni Azizi Andambwile. Kazi kubwa anayofanya, namna kuweza kublock mashambulizi, namna kuweza kuichezesha timu. Kazi kubwa ambayo anayo kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanakwenda kuzisawazisha na kuongeza goli lingine. Lakini katika upande wa beki, katika upande wa kiungo sasa, hapa nazungumzia namba 7. Mabeki tumeshatoka huko toka kwenye viungo. Namba 7 anasimama Maxim pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu ambao wanapambana kweli kweli, mapigo na mwendo, kazi kubwa ambayo anaipiga. Ukiweza kushuhudia namna ambavyo anajua kuzivunja backline za timu pinzani, utakwenda kushuhudia hayo yatakayokwenda kutokea. Yalishindwa kutokea kule Malawi, wako katika uwanja wao wa nyumbani. Je, watafanikiwa kwenye hilo? Tusubiri kuweza kuona. Huku namba 8 akisimama si mwingine bali ni Mudathiri Yahya. Unafahamu kazi kubwa ambao anaifanya kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Mapigo yake tu utakubali mwenyewe. Kazi kubwa ambao anaifanya katika eneo hilo ni kwenda kuvunja na kuharibu mipango ya timu pinzani pindi ambapo mashambulizi yanapoanza kutokea. Huku unazungumzia namba 9 atasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Kazi kubwa ambayo aliyoifanya katika michezo ya nyuma iliyopita, alikosekana katika mchezo ule wa kule Malawi, ambapo alikuja kuingia baadaye kabisa. Unaweza ukashuhudia namna gani ambavyo wanapewa dakika 90 za Dar es Salaam kwa Mkapa, nini atakachokwenda kukifanya. Huku unazungumzia namba 10 atasimama si mwingine bali ni Profesa Aboli Pacome Zouzoua. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya. Huku sasa kwenye upande wa namba 11 atatokea Clement Mzinze ambaye kwa sasa yuko fiti kwa ajili ya mapambano. Ibara, weka maoni yako hapo chini katika